Je, wewe unampenda Mungu? Kama unampenda Mungu, ujumbe huu ni wako. Neno la Mungu linatuambia katika waraka wa kwanza wa Wakorintho 8:3, lakini mtu akimpenda Mungu, huyo anajulikana naye. Wewe huyo, kama unampenda Mungu, unajulikana na Mungu. Jamani, mnawakumbuka wale watu ambao Bwana Yesu alikuwa anawazungumzia? Akasema kuna watu hiyo siku ya mwisho watakuwa wanambembeleza, kumwambia Bwana, Bwana, tulitoa mapepo kwa jina lako. Bwana, Bwana, tulifanya hivi kwa jina lako. Tunaomba tuingie katika ufalme wako. Anaambia nenda, siwajui. Sasa ukishasikia Bwana Yesu anasema sikujui, na maana hujulikani naye. Kwa hiyo tunaweza tu tuka work out kutoka katika mstari ya kwamba hawa watu pamoja na kuwa walikuwa wanafanya kazi za Mungu, walikuwa wanatoa mapepo, walikuwa wanafanya hivi kwa jina la Mungu, kwa jina la Yesu, lakini hawakufanya kwa kumpenda Mungu. Walifanya kwa faida zao zozote zile walizonao, na walikuwa wanafanya kwa akili zao, kwa mategemeo yao, yani Mungu hakuwa moyoni mwao. Sasa mimi na wewe hatutakuwa watu wa aina hiyo. Ni maombi yangu Mungu atatusaidia kwamba katika kila kitu ambacho tunaenda kukifanya, tufanye kwa sababu tunampenda Mungu, na tukaze katika kumpenda Mungu. Kama bado hujachukua hatua ya kumpenda Mungu, kumbuka Bwana yeye alikupenda kwanza. Mungu alimtoa Bwana Yesu ili aje afe msalabani kwa ajili yako wewe, na ni kwa ajili ya pendo. Bwana Yesu mwenyewe alikubali kukufa pale msalabani kwa sababu ya kukupenda wewe. Basi na wewe mpende. Bwana akubariki sana. Ninaomba kama bado hujaanza kunifuata, naomba unifuate, subscribe, share, like YouTube channel, TikTok, Instagram, Facebook. Mungu akubariki sana. Binti Sayuni 50 hapa, ninawapenda wote.